ameiweka misingi yake juu ya bahari, na juu ya mito ya maji alithibitisha. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili, wala hakuapa kwa hila. Atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Hiki ndicho kizazi cha mtafutao, wa kutafutao uso wako, e Mungu wa Yakobo. Inueni vichwa vyenu, enyi malango. Inukeni, enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu, enyi malango. Naam, viinueni, enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani huyu mfalme wa utukufu? Bwana majeshi ndiye mfalme wa utukufu. Amen. Nitasoma kwa mstari mtakatifu. Zaburi 24 yote. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake, maana ameweka misingi yake juu ya bahari, na juu ya mito ya maji alithibitisha. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili, wala hakuapa kwa ila. Atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Hiki ndicho kizazi cha mtafutao, wa kutafutao uso wako, e Mungu wa Yakobo. Inueni vichwa vyenu, enyi malango. Inukeni, enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu, enyi malango. Naam, viinueni, enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani huyu mfalme wa utukufu? Bwana wa majeshi, yeye ndiye mfalme wa utukufu. Amina. Aya ya 5, nitakapomchipushia Daudi chipukizi la haki, naye atamiliki mfalme, atatenda kwa hekima, naye atafanya hukumu na haki katika nchi. Mungu anapozungumzia nchi, ni zaidi ya taifa, ni zaidi ya bara fulani. Anapozungumzia nchi, anaweza kuwa anamaanisha dunia. Kama kuna mahali ambapo walishindwa kusoma katika nafasi nzuri, Mungu anaonyesha kwamba atakuja kuchukua nafasi yake. Ataweka mtawala ambaye anamtaka, ataweka mchungaji atakayewalisha kondoo vizuri, sio atakayekuwa anawatesa kondoo na kuwaumiza na kuwatawanya. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuona mchungaji mmoja anachunga kondoo kikatili sana. Anasema huyu hawapendi, kawafuga nini? Tazama siku zinakuja, asema Bwana, nitakapomchipushia Daudi chipukizi la haki, naye atamiliki mfalme, atatenda kwa hekima, naye atafanya hukumu na haki katika nchi. Atatembelea nini? Hukumu na haki, sio dhalimu, sio hila, sio onevu, sio katili, sio kuharibu kondoo. Petro alimwambia na Yesu, chunga kondoo zangu, lisha kondoo zangu, feed my sheep. Alikuwa anawaambia kondoo hawakuwa mali ya Petro. Kondoo alikuwa ni mali ya Mungu aliye hai. Kwa hiyo ikiwa ni mtumishi wa Mungu, ikiwa ni kiongozi katika mtaa, kitongoji, nchi au ulimwengu unaoishi, tambua kwamba yuko aliyekuweka pale, ambaye hao ni wa kwake. Kwa hiyo ukiwafanyia ukatili au dhalimu wote, anakuona, na ikifika wakati atatoa hukumu yake. Hakuna ambaye anaweza kuhoji, na hukumu ya Mungu haina rufaa. Hapa anasema kwamba atamondoa yule ambaye ni dhalimu, ataondoa wale wachungaji ambao ni waharibifu, ataweka mchungaji mwaminifu atakayesimama katika misingi ya hukumu na haki.
Katika siku zake Yuda ataokolewa na Israeli atakaa salama, na jina lake ataloitwa ni hili: Bwana ni haki yetu. Kwa hiyo anaeleza kwamba anaenda kufanya hivyo yeye mwenyewe. Mungu anapoingia katika, yani maana Mungu si kipofu, Mungu sio kiziwi, Mungu anasikia, Mungu anaona. Pale anapoona kuna udhalimu na hila katika eneo lote katika uso wa dunia, ana uwezo wa kuingilia. Na anapoingia yeye, watu wanajua kabisa kwamba hii ni hukumu ya Mungu. Wengine wanasema hiki ni kidole cha Mungu. Hapo hajaweka mkono, kidole tu kinatosha. Kulikuwepo kina mfalme alikuwa anaitwa Nebukadneza, alikuwa na kiburi sana. Mungu akamwambia utakula nyasi kama ng'ombe porini miaka 7. Na alienda kula. Mpaka alipofika kule ile adhabu ikamkumbusha kwamba vipi? Akaambia ndio ujue kwamba yuko aliyekuweka hapo juu. Wewe ni mchungaji, wewe ni kasisi, wewe ni mtume, wewe ni nabii, wewe ni kuhani. Unafanya kitu ambacho tofauti na kile ambacho wewe ukifanywa hautafurahia. Mungu anakuangalia, jiwe ya kundi alilokupa ulichunge, mtawala fulani, mfalme, malkia, mahali popote katika hii dunia. Umeshika nafasi fulani afu ukajisahau, ukadhani ni kwa nguvu zako, ni kwa akili yako upata nafasi, na shetani anakudanganya kwamba ndiye alikupa hiyo nafasi. Aya 7 anasemaje? Kwa hiyo angalia, siku zinakuja, asema Bwana, ambapo hawatasema tena, aishivyo Bwana aliyewatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri. Nchi ya Misri ilitumika kuwatesa sana wana wa Israeli. Kwa hiyo hapa anajaribu kueleza kwamba itafika wakati watasema maneno hayo. Yani kwa hiyo angalia, siku zinakuja, asema Bwana, ambapo hawatasema tena, aishivyo Bwana aliyewatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri, lakini aishivyo Bwana aliyewapandisha na kuongoza wazao wa nyumba ya Israeli kutoka nchi ya kaskazini na kutoka nchi zote nilikowafukuza, nao watakaa katika nchi yao wenyewe. Katika habari za manabii, moyo wangu ndani yangu umevunjika. Kwa katika habari za manabii, moyo wangu ndani yangu umevunjika, mifupa yangu yote inatikisika. Nimekuwa kama mtu aliye mlevi na kama mtu aliyeshindwa na divai, kwa ajili ya Bwana na kwa ajili ya maneno yake matakatifu. Aya 10 inasema, maana nchi imejaa wazinzi, kwa sababu ya kuwapa nchi inaomboleza, malisho ya nyikani yamekauka. Mwenendo wao ni mbaya na nguvu zao si za haki. Maana nabii na kuhani wote wawili wanakufuru. Naam, katika nyumba yangu nimeuona uovu wao, asema Bwana. Kwa ajili ya hayo njia yao itakuwa kwao kama mahali pa njia pa kuteleza gizani. Watatelemshwa na kuanguka hapo, kwa maana nitaleta uovu juu yao. Naam, wakati wa kujiliwa kwao, asema Bwana. Nami nimeona upumbavu katika manabii wa Samaria, walitabiri kwa Baali, wakawakosesha watu wangu Israeli. Katika manabii wa Yerusalemu nimeona neno linalochukiza sana, ufanya zinaa, uenenda katika maneno ya uongo, utia nguvu mikono yao watendao maovu, hata ikawa hapana mtu arejeaye na kuacha uovu wake. Wote pia wamekuwa kama Sodoma na kwangu, na wenyeji wake kama Gomora. Mungu anapoongea namna hii, anazungumza na mtu fulani katika nchi fulani, anazungumza na mtu fulani katika dunia hii ambayo tunaishi. Inaweza kuwa Amerika ya Kati, inaweza kuwa Amerika ya Kusini ama Latin America, inaweza kuwa Afrika, inaweza kuwa Ulaya, inaweza kuwa pale ambapo unanifuatilia popote katika hii dunia, unafuatilia kipindi hichi. Mungu anasema na wewe ambaye umepewa nafasi hiyo kwa neema ya Mungu, na ukadhani kwamba ni ya kwako milele na ya kuwaonea wengine na kuwatesa wengine. Mungu anasema hafurahii hicho. Na anasema pamoja na hayo wana ushirika. Kuna baadhi ya makuhani, kuna baadhi ya watumishi wa Mungu wanawaunga mkono waovu na kuwatabiria kwamba dunia itabaki kuwa na amani tu na utulivu, maisha yao yataendelea kuwa hivyo milele. That is a lie. Ni waongo. Ni waongo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona katika haya maandiko, ukiangalia ile kipengele cha 13, nami nimeona upumbavu katika manabii wa Samaria,
walitabiri kwa bahari, wakawakosesha watu wangu Israeli. Walitoa unabii wa uongo, waliwapa watu matumaini ya uongo, waliwaidia vitu ambavyo hawawezi kuvifanya, vitu ambavyo havikuwa vya kweli, ahadi za uongo, hila. Ninaona mtumishi pale, Mungu amekubariki, utakuwa na maisha mazuri sana, maisha bora sana, utakuwa hivi na vile, utakwenda nchi na hizi. Lakini kumbe ni uongo, ili apate kukudanganya. Manabii walikuwa wakitabiri kwa kutumia bahari, kwa kutumia miungu ambayo haina nguvu, miungu iliyokufa. Katika manabii wa Yerusalemu nimeona neno linalochukiza sana: ufanye zinaa, uenenda katika maneno yao ya uongo, utia nguvu mikono ya watendao maovu, hata ikawa hapana mtu arejeaye na kuacha uovu wake. Manake mtu anafanya uovu, anapewa big up na mwovu mwenzake, anapewa support, anapewa mkono wa ushirika, anaambiwa umefanya kitu kizuri. Badala ya kumwambia hicho ni kibaya, anapewa nguvu na kuungwa mkono kwamba alichokifanya ni kitu kizuri, wakati sio kweli. Mungu ameona hii na anachukizwa nayo, ameona sio sawa. Kwa maana hiyo, Mungu atakapoingia kazini kutoa hukumu, ndio watu watakapojua kwamba hii ni hukumu inatoka moja kwa moja direct kwa Mungu aliye hai. Anasema, basi Bwana wa majeshi asema hivi katika habari ya manabii, tazama nitawalisha patanga, nitawanywesha maji ya uchungu, kwa kuwa kutoka kwa manabii hawa Yerusalemu kukufuru kumeingia katika nchi yote. Bwana wa majeshi asema hivi, msisikilize maneno ya manabii wakiwatabiria, wafundisha ubatili, unena maono ya mioyo yao wenyewe, haya kutoka katika kinywa cha Bwana. Kuna watu wako hivyo leo, wanawaidia watu ahadi ambazo ni za uongo, mikakati ya uongo, unabii wa uongo, na watu wanafurahia wakidhani ni kweli. Vitu ambavyo wanahaidiwa hawatatimiziwa milele, havitaweza kutokea, havitaweza kuwa hivyo. Ni uongo, ni hila. Mungu ameona hiyo. Mungu ameona mahali unaishi, Mungu ameona kwenye mtaa unaishi, Mungu ameona kwenye kijiji unaishi, Mungu ameona kwenye taifa unaishi, Mungu ameona pale ambapo kwa muda mrefu umelia na kupiga kelele na kutafuta msaada, ukakimbilia hapo ukidhani kuna msaada wa kweli, kumbe ni msaada wa uongo. Mungu mpaka anaonya, anasema Bwana wa majeshi asema hivi, msisikilize maneno ya manabii wakitabiria, huwafundisha ubatili, unena maneno ya mioyo yao wenyewe, haya kutoka katika kinywa cha Bwana. 17 asemaje? Daima huwaambia wao wanaonidharau, Bwana amesema mtakuwa na amani, nao waambia kila mtu aendaye kwa ukaidi wa moyo wake, hamtapatwa na ubaya wote. Bwana Yesu asifiwe. Wanaahidi vitu ambavyo sio kweli, wanaahidi vitu ambavyo sio vya kweli. Ahadi zao zimebeba hila nyuma yake, zina uongo, hazitathibitika, hazitakuwa na ukweli. Ni udhalimu, ni hila, ni uharibifu. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Haleluya. Anasema katika aya inayofuata, maana ni nani aliyesimama katika baraza la Bwana hata akalifahamu neno lake na kulisikia? Ni nani aliyelitia moyoni neno hili langu na kulisikia? Tazama, tufani ya Bwana, yani ghadhabu yake, imetokea. Ni dhoruba ya kisusuri, itapasuka na kuangukia waovu vichwani. Saa ya hukumu ya Bwana inakuja. Saa ya hukumu ya Mungu aliye hai inakuja. Saa ya hukumu ya Mungu aliye hai iko karibu, ili kuwahukumu wale wote waliokuwa wakitenda udhalimu, wakizani kwamba Mungu aoni, Mungu asikii. Yeye aliweka jicho asione, yeye aliweka sikio mahali pa sikio asisikie. Si kweli.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hivi karibuni pale nyumbani tuna mifugo miwili mitatu. Niliona paka ambaye anaishi nyumbani kwetu alikuwa na vitoto vyake vitatu. Vile vitoto vitatu ni paka wetu tunamtunza. Sasa nikawa nimefungulia mbwa. Mbwa na wale paka wote ni wako chini ya himaya ya familia yetu. Kwa hiyo wakati nimefungulia hivi, mbwa mmoja akaamua kuifuata mpaka ndani sebuleni. Alipoingia akakutana na paka ambaye ana vifaranga vyake, ana watoto wake wadogo watatu. Paka ni mdogo na mbwa ni mkubwa. Lakini yule paka alikuwa mkubwa kwa muda. Ghafla tu akamzuia mbwa mkubwa. Mbwa akaona hii si kawaida. Mbwa akanywea. Alafu na vitoto vikatafuta mahali vikajificha. Mimi nikaangalia pale, nikasema hii si kawaida. Nini hapa Mungu ananifundisha? Baadaye nikatafuta jinsi ya kumtoa yule mbwa, maana alishaingia ndani, jinsi ya kutoka kupita pale mbele ya paka hawezi, anaogopa. Na amenywea kabisa, ameinamisha shingo yake chini kuonyesha kwamba hii ni hatari kwenye maisha yake. Mbwa ni mkubwa kuliko yule paka. Lakini paka kwa ajili ya watoto wake hakukubali kuona hiki kiumbe kingine kinasogelea watoto wake. Baadaye nikatafuta jinsi ya kumtoa yule mbwa, nikafanikiwa kumtoa nje. Lakini wakati namtoa hivi, yule paka na mimi akanionyesha kwamba pia hajafurahia. Kwa nini nataka kunatalishia usalama wa watoto wangu? Akaniungurumia na mimi. Kuna kitu nilikuwa nimejifunza pale. Bwana Yesu asifiwe. Kama paka ni mnyama mdogo tu, yuko mkali juu ya watoto wake, anapoona adui anataka kupita au kiumbe kingine anataka kuleta madhara kwa watoto wake, sembuse kwa Mungu. Anapoona watoto wake wanafanywa ukatili au wako kwenye hatari fulani, asisimame kuwatetea. Haleluya. Hawapo, wanalala, wanaanza maombi. Bwana Yesu asifiwe. Si kama nimeeleweka. Paka anatetea watoto wake wasizuliwe na mnyama mkali. Mungu anapoona watoto wake aliowaumba kwa mfano wake na sura yake, adui anawatesa, unafikia atanyamaza kimya? Hawezi kunyamaza kimya. Ataingia kazini na kutafuta jinsi gani aweze kuwaokoa watoto wake na kuwatetea. Na saa hiyo inakuja katika dunia hii tunaoishi, katika nchi, katika taifa lolote ambalo kuna hali ambayo sio nzuri, Mungu anakuja kufanya na watu watajua kabisa hiki ni kidole cha Mungu aliye hai. Haleluya. Asema tazama tufani ya Bwana, yani ghadhabu yake imetokea, ni dhoruba ya kisulisuli, itapasuka na kuangukia waovu vichwani. Hasira ya Bwana haitarudi hata atakapo kwisha kuyatimiza makusudi ya moyo wake. Katika siku za mwisho mtalifahamu neno hili kabisa. Mimi sikuwatuma nabii hao, lakini walikwenda mbio. Sikusema nao, lakini walitabiri. Kama wangelisimama katika baraza yangu, ndipo ningeliwasikilizisha watu wangu maneno yangu na kuwageuza waziache njia zao mbaya na uovu wa matendo yao. Mimi ni Mungu aliye karibu, asema Bwana. Mimi si Mungu aliye mbali. Je, mtu yeyote aweza kujificha mahali pasiri nisimuone, asema Bwana? Je, mbingu na nchi hazikujawa na mimi, asema Bwana? Nimekusikia waliosema manabii wanaotabiri uongo kwa jina langu, wakisema nimeota ndoto. Je, mambo hayo yatakuwa katika mioyo ya manabii wanaotabiri uongo hata lini? Manabii hao wenye udanganyifu katika mioyo yao wenyewe, wanaodhania kuwa watawasaulisha watu wangu jina langu kwa ndoto zao, wanazomhadithia kila mtu jirani yake, kama vile baba zao walivyosahau jina langu kwa ajili ya Baali. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaonya. Bwana wetu Mungu aliyeumba mbingu na nchi anaonya kwamba hao manabii, hao watu wanaoonea wengine, hao watu wanaodanganya watu kwa hila, kuahidi ahadi ambazo hawataweza kuzifanya, hawataweza kuzitimiza, manabii wa uongo,
ambao wanafanya hivyo ili wakidhani kwamba watawasaulisha wanadamu kuwaambia kwamba Baali ndiye mungu wao. Watawasaulisha watu wakajiaminisha kwamba Dagoni ndio mungu wao, ili wamsahau Mungu aliye hai, Mungu aliyeumba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Saa ya hukumu ama wakati wa hukumu wa Mungu Baba inakuja. Remember that he's coming. The day of punishment or judgment day is coming. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Wanaodhania kuwa watawasaulisha watu wangu jina langu kwa ndoto zao, wanazomhadithia kila mtu jirani yake, kama vile baba zao walivyolisahau jina langu kwa ajili ya Baali. Nabii aliye na ndoto na aseme ndoto yake, na yeye aliye na neno langu na aseme neno langu kwa uaminifu. Usijaribu kuligosh neno la Mungu, kulibadilisha, kuligosh. Unabadilisha maneno kwamba hivi Mungu alisema hivi, Mungu alisema hivi. Kuna watu wanajaribu kutafsiri neno la Mungu wanavyotaka wao, tafsiri ambayo Mungu hakuwatuma. Roho Mtakatifu hakuwepo ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Wamejitafsiria wanavyotaka wao. Mungu ameona hiyo. Haleluya. Chumvi ni chumvi na sukari ni sukari. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Lazima watu wajue hiyo. Asema na aseme neno langu kwa uaminifu. Makapi si kitu. Makapi ni kitu gani katika agano? Asema Bwana. Je, neno langu si kama moto? Asema Bwana. Na kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande, neno lake Bwana ni zaidi ya nyundo. Neno lake ni zaidi ya moto. Basi kwa sababu hiyo mimi ni juu ya manabii hao, asema Bwana. Asema Bwana, wanaompokonya kila mtu jirani yake maneno yangu, wanapora maneno ya Mungu aliye hai, wanafasiri wanavyotaka wao, wanatafsiri wanavyotaka wao, wanayabadilisha kwa malengo ya faida zao. Ulaghai, uongo. Aha. Bwana Yesu apewe sifa. Tazama mimi ni juu yao, juu ya manabii hao, juu ya manabii, asema Bwana, wanaotumia ndimi zao na kusema yeye asema. Tazama mimi ni juu yao wanaotabiri ndoto za uongo, asema Bwana, na kuzisema na kuwakosesha watu wangu kwa uongo wao na kwa majivuno yao ya upuuzi. Lakini mimi sikuwatuma wala sikuwapa amri, wala hawatafaidia kitu watu hawa hata kidogo, asema Bwana. Na watu hawa au nabii au kuhani atakapouliza akisema mzigo wa Bwana ni nini, ndipo utawaambia mzigo gani? Bwana anasema nitawatupilia mbali. Na katika habari ya nabii na kuhani na watu watakaosema mzigo wa Bwana, mimi nitawamwadhibu mtu yule na nyumba yake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema atamwadhibu yule mtu, yeye na nyumba yake. Kwa hiyo mchumia janga yule na wakwao, adhabu inakuja juu yao. Anapohukumiwa baba, atahukumiwa na mtoto, atahukumiwa na mama. Anapohukumiwa mama, atahukumiwa na mwenza wake. Maisha ndio yanakwenda. Anasema, amesemaje hapa? Sio mimi, maandiko yanasema. Na hao tu anasema katika mstari wa tuangalie pale. Na katika habari ya nabii, mstari wa 34. Na katika habari ya nabii na kuhani na watu watakaosema mzigo wa Bwana, mimi nitamwadhibu mtu yule na nyumba yake. Mtasema hivi, kila mtu na jirani yake na kila mtu na ndugu yake. Bwana amejibu mtu, na Bwana amesemaje? Na mzigo wa Bwana hamtautaja tena, maana la kila mtu ndilo litakalokuwa mzigo wake, maana ninyi mmewapotosha maneno ya Mungu aliye hai. Ya Bwana wa majeshi, Mungu wetu. Nao utawaambia nabii hivi, Bwana amekujibu nini? Na Bwana amesemaje? Lakini mkisema mzigo wa Bwana, basi Bwana anasema hivi, kwa sababu mwasema neno hili,
mzigo wa Bwana, nami nimemtuma mtu kwenu kusema msiseme mzigo wa Bwana. Basi kwa hiyo angalieni, nitawasahau ninyi kabisa, nami nitawatupilia mbali pamoja na mji niliowapa ninyi na baba zenu. Mtoke mbele za uso wangu, nami nitaleta juu yenu aibu ya milele na fedhea ya daima, ambayo haitasahauliwa. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu li hai. Neno la Mungu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Yakobo, Mungu wa Yesu Kristo ni Mungu mwenyewe, hajawahi kujikana, halijadondoka bure. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa miguu yako mahali ulipo, sema Bwana, nimesikia neno lako. Nimesikia neno lako. Wewe ni neno lewe. Wewe ni neno lililo hai. Wewe ni neno lililo hai. Bwana, tunaomba rehema mahali tulipokosea, tulipowasikiliza na kuamini mitume na manabii wa uongo na makuhani wa uongo, wachungaji wa uongo, waliotupandikizia mbegu za uongo, wakituahidia ahadi ambazo si za kwao, si za kweli, hazikutoka kwako, wakisema wameonyeshwa ndoto, wameonyeshwa maono juu yetu, lakini kumbe ni hila za adui. Mungu Baba, tunaomba rehema, tunatubia hayo tuliyosikia, hayo tuliyoamini katika mioyo yetu. Makosa baba zetu yametuhukumu nasi leo, tukidhani kwamba walikuwa waaminifu, lakini kumbe nilikuwa ni hila. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, katika mtaa ninaoishi, katika mji ninaoishi, katika taifa ninaoishi, katika bara ninaoishi, Bwana wa majeshi, katika hii sayari dunia, ninaomba rehema Bwana, ninaomba rehema Bwana. Omba rehema kwa ajili ya familia yako, rehema kwa ajili ya nchi yako, rehema kwa ajili ya kanisa lako, rehema kwa ajili ya pale unapoabudu, rehema kwa pale dunia hii ambayo tunaishi Bwana. Mungu Baba, Bwana, tunaogopa hukumu ambao umeahidi Bwana. Tunajua hukumu yako ni ya haki, si ya udhalimu. Bwana Yesu Kristo, Bwana Yesu Kristo, Mungu wa Isaka na Yakobo. Ibrahimu alisema ukiwepo wachache kule katika familia yetu, Sodoma na Gomora utaiacha. Mungu aliomba rehema kwako, nasi tunaomba rehema kwako Bwana. Tunaomba rehema Bwana, uturehemu Bwana. Rehemu katika miji tunaoishi, rehemu katika mitaa tunaishi, rehemu katika vijiji tunavyoishi. Bwana Yesu Kristo, tuonyeshe tulipokosea, tuanze kutengeneza tena. Tunatubu na kuomba rehema. Tuliamini unabii wao, tuliamini utabiri wao, tuliamini wachungaji wale, kwa kuwa kumbe walitafsiri kwa maneno yao na kwa hekima zao. Zile ndoto zilikuwa zao, yale maono yalikuwa ni kwao, haya kutoka kwako. Hawakukaa katika baraza lako kusikilize Bwana, ili wajue nini cha kutuletea Bwana, nasi tukaamini kwa ukweli wao. Kumbe ni hila, kumbe haukuwa ukweli bali ni uongo. Kweli inatoka kwako saa hii. Mungu Baba, tunainua mikono mbele zako tukiomba rehema. Tunaomba rehema Bwana, tunaomba rehema Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Yakobo, Mungu wa Bwana Yesu Kristo aliye. Utukumbuke Bwana, utukumbuke Bwana, utukumbuke Bwana Yesu Kristo aliye. Tunaomba saa hii, tunaomba mahali tunaishi Bwana, tunaomba katika mtaa wetu, tunaomba katika taifa letu, tunaomba wewe Yesu Kristo usitupite Bwana. Yesu Kristo, Mungu uliyeumba mbingu na nchi, tunatubu na kuomba rehema. Makosa baba zetu yasituhukumu Bwana, kama Maombolezo sura ya 5 Bwana. Yesu Kristo wa Nazareti, tunaomba rehema, tunaomba rehema, tunatubu katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu ni Mungu uliye karibu, wewe si Mungu uliye mbali. Hata saa hii tunakuja kwako tukiinua mikono yetu juu yako, tukiinua mikono kwako tukiomba msaada Bwana. Utukumbuke Mfalme, utukumbuke Jehova, utukumbuke Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Yakobo, Mungu wa Bwana Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa Bwana, sasa tunaita sauti yetu kwako, tunapaza sauti kwako Bwana. Mungu utukumbusha katika neno lako Yeremia sura 23, neno lako li hai, neno lako li kama nyundo inayovunja mawe vipande vipande. Vunja kuta walizojengea adui zetu na watesi wetu, waliotudanganya wakuu wa dunia hii, wakatufungia katika magereza yao, magereza yakapasuke sasa kwa neno lako Yeremia 23 neno lako Bwana. Yeremia 23:29, vunja Bwana. 23:29, vunja Bwana, pasua Bwana. Neno lako ni moto, unguza na kuteketeza kazi zao na hila zao Bwana Yesu Kristo, sanamu zao na vinyago vyao na miungu yao Bwana. Nebukadneza alifika mahali akatambua kwamba wewe ndiye Bwana unayempa nafasi unayemtaka na kumondoa usiyemtaka Bwana. Mungu unafanya. Yesu Kristo, tunaomba uwepo wako Bwana, tunaomba uwepo
uwepo wako Bwana katika mkesha huu Bwana. Roho wako Mtakatifu tuongoze tupate kujua neno hili unasema nasi katika mfumo upi Bwana. Fungua hata na siri na mafumbo ya neno lako katika roho zetu na zetu zetu kivyote. Mungu wa Isaka na Yakobo, Mungu wa Bwana Yesu Kristo leo tunainua mikono kwako Bwana. Tunainua mikono Yesu Kristo tukihitaji msaada kutoka kwako Bwana. Karibu Bwana Yesu Kristo, ututembelee tena. Tembelea katika nchi yetu, tembelea katika taifa letu, tembelea katika mtaa wetu, tembelea katika kijiji chetu, tembelea katika nyumba hii baada ya tunayokuabudu katika roho na kweli. Tembelea madhabahu yetu Bwana, madhabahu inayokuhusu Bwana. Tunatoka kwa baba zetu na babu zetu walikuwa tunasa na hila zao kwenye miungu ya bahari, kwenye miungu ya Dagoni. Tunatoka saa hii Bwana, Mungu wa Isaka na Israeli. Tunakuja kwako saa hii Mungu wa Bwana Yesu Kristo wa Nazareth. Tunakuja na wenza wetu, tunakuja na watoto wetu, tunakuja na kila ulichotubariki Bwana Yesu Kristo. Nchi na vyote vijazavyo ni mali yako Bwana. Mikono yetu ikasafishwe na kutakaswa iwe safi. Mikono iliyoshika damu, mikono iliyovuja damu, mikono iliyonajisika Bwana ikasafishwa na kutakaswa kwa damu. Tunaomba neema yako, tunaomba damu yako, tunaomba damu yako itusafishe. Safisha mikono yetu, safisha viganja vyetu. Onyesha hali ya kunawasha mikono yako mwenyewe. Safisha mikono yetu, safisha viganja vyetu, safisha miguu yetu, safisha macho yetu, safisha Bwana Yesu miguu yetu iwe na utayari katika kuipeleka injili ya amani kwa mataifa yote, Amerika ya Kati, Latin Amerika, Ulaya yote, Afrika yote, Asia yote, Australia yote, Amerika yote, bahari ya Hindi, bahari ya Pasifiki, bahari ya Mediterranean, bahari ya Sham, kwenye milima na mabonde, kwenye majangwa yote, nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa, kitongoji kwa kitongoji, taifa kwa taifa, kisiwa kwa kisiwa. Tunakuja na wewe Bwana ukiwa pamoja nasi. Ambatana nasi Bwana. Mathayo 1:23, Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Kila tutakapokuwa Bwana, jizishe ndani yetu sasa kwa neno lako Bwana. Leo hii tutakalo Yesu tunakuja na Yesu Kristo. Yohana 14:21, Yohana 14:23. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, weka makao ndani yetu. Gombo maranasa katika jina la Yesu Kristo. Bwana ukaonekane, Bwana ukaonekane ndani ya taifa letu la Tanzania, ndani ya Afrika Mashariki, nenda ukaonekane ndani ya Afrika, nenda kaonekane Amerika ya Kati, nenda kaonekane Amerika ya Kusini, nenda kaonekane Ulaya yote, Australia yote, Asia yote, Mungu wa Isaka, Afrika yote. Onekana saa hii, onekana Bwana Mungu wa Isaka na Yakobo. Tunaliita jina lako, tunatembea katika neno lako, tunaishi katika neno lako. Neno lako liwe hai, lionekane zaidi ya upanga ukatao kweli. Neno lako ni zaidi ya nyundo vunja vipande vipande. Vunja matabaka ya kishetani yaliyo ndani yetu, kuta zao na ngome zao, magereza yao yakapasuke, magereza yao, madhabahu zao zikapasuke, madhabahu za kigeni zikapasuke, kaskazini, kusini, mashariki, magharibi. Mila na desturi, mifumo ya kitamaduni iliyotukamata na kutufunga ya babu zetu aseta ikapasuke. Mila na koo zetu, kabila zetu, vifungo vya kidini, vifungo vya kidhehebu, vifungo vya kimila, vifungo vya kiukoo, vifungo vya kikabila vikapasuke saa hii. Vifungo vya kikanda, vifungo vya kibara, vifungo vya kitaifa, vifungo vya kimataifa vikapasuke saa hii. Shule na vyuo tulikopita Bwana, maeneo tulikowahi kulala, mahali tulipowahi kula na kunywa Bwana, mavazi, mapambo tulizani ni mapambo, lakini kumbe tulijaribu Bwana tukajiunganisha na sanamu zao na vinyago vyao, ibada zao, tulikotoa sadaka mahali ambapo wako pastahili. Yesu Kristo, tunakuja kwako katika ukuu wako na uweza wako, nguvu ya Roho wako Mtakatifu. Madhabahu yako ikatende kazi. Pasua madhabahu za shetani, pasua madhabahu za shetani, vunja madhabahu zao, teketeza kwa moto, teketeza kwa moto, kwenye mbalamwezi, kwenye nyota, kwenye jua, kwenye sayari, kwenye vimondo, kila mahali posema habari zetu, kwenye makaburi, kwenye mochwari, kwenye mahospitali, kwenye zanati, kwenye vituo vya afya, kokote walikoweka vifungo vyao, kwenye njia panda, kwenye madaraja, kwenye miti ya majani mabichi, kwenye miti mikavu, makaburini. Tunakuja kwa jina Yesu, kwenye shina kote, kwenye mashina ya miti, kwenye mimea, kwenye wanyama, kwenye ndege, kwenye wadudu, kwenye vinywaji, kwenye vyakula, kwenye kila aina ya kitu ambacho kwa bahati mbaya tumetumia tukiamini ni salama. Bwana, tutoe kule kwa makuhani wa uongo, kwa manabii wa uongo, kwa mitume wa uongo, kwa wachungaji wa uongo, kwa wakuu wa dunia hii walio dhalimu. Bwana, ni saa ya hukumu yako, wakati wa hukumu yako sasa. Usitupite bila kutusimamia katika misingi ya haki Bwana. Tunajua iko gharama Bwana, ulilipa kwa damu yako ya thamani Yesu Kristo. Tunatangaza leo 24-25 Oktoba 2025 katika jina la Yesu Kristo. Novemba, Disemba, onekana Bwana, onekana Oktoba, Novemba, Disemba katika ukuu wako na uweza. Mungu wa Isaka na Yakobo, tunatamka ukuu wako
Baba Msakuzi, onekana katika ukuu wako Dalini, onekana Shai Bwana Kibwegere Hondogo, onekana katika ukuu wako na uweza Bezi, onekana Bwana, ukaonekane kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wa Isaka na Yakobo, Mungu akidumu mkombozi mweza mkoa wa Pwani, onekana Dar es Salaam yote, onekana Kibamba njia panda shule, onekana Bwana, onekana Ubungo, onekana Kimara, onekana katika ukuu wako na uweza Bwana wa majeshi, Tabora, onekana Mwanza, onekana Simiyu.